Mbeya ngumi ziko wapi? Tusalimiane. Mbeya peoples. Vijana, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na viongozi wote meza kuu, itifaki imezingatiwa. Naomba kwa haraka na mimi niseme mambo mawili. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nafahamu viongozi wakuu mtakuja kuelezea vizuri maana ya no reforms no election. Naomba niseme mimi kwamba maadui wa chama chetu na hasa wana CCM wamekuwa wanapotosha kuhusu maana ya no reforms no election. Miongoni mwa upotoshaji wanaoufanya, ipo misamiati miwili wanaitumia kwenye maana ya no reforms no election. Msamiati wa kwanza wanasema Chadema haitashiriki uchaguzi mwaka huu. Msamiati wa pili wanasema Chadema itasusia uchaguzi mwaka huu. Maneno kwamba hatutashiriki na hatutasusia sio maneno ya Chadema, na mtu yoyote ukimsikia amesema Chadema itasusia uchaguzi na haitashiriki uchaguzi, mwambie koma. Kauli ya Chadema mwaka huu ni kwamba yasipokuwepo mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi na sheria za uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Maneno ya kwamba tutasusia na maneno ya kwamba hatutashiriki sio kauli ya Chadema, na mwana Chadema ukikutana na mtu yoyote anasema maneno hayo, kamwambie koma. Hilo lilikuwa la kwanza. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, kuna mtu aliwahi kuniambia ukienda sehemu yoyote ili ujue hali ya maisha ya watu hao, angalia viatu walivyovaa. Na mimi nimeangalia viatu vyenu watu wa Mbeya, nimeona na nyie maisha yenu ni magumu kama ya maeneo mengine kwenye taifa hili. Ugumu wa maisha yenu sio mpango wa Mungu. Ugumu wa maisha yenu ni mpango wa CCM, kwa sababu CCM haijawahi kuanza maisha yenu. Na mfano wa hayo ni kwamba sisi vijana kila siku ya Mungu tunalia na ajira. Nimemsikia juzi waziri mkuu anasema vijana waliomaliza vyuo vikuu waende VETA. Waziri mkuu anamaanisha kwamba vyuo vikuu kwenye taifa hili havina maana yoyote. Twende VETA tukatafute ujuzi. Sasa mimi nimuulize, waliowahi kwenda VETA wote wana ajira? Wanakimbia majukumu yao. Kipaumbele cha waziri mkuu na serikali ya CCM ni kununua mashangingi. Ndio maana mwaka jana wamenunua ma-VX ya bilioni 900 kwenye taifa hili. Mkaguzi wa hesabu za serikali amesema hapa Mbeya kwenye kila shilingi 100 inayopangwa ya maendeleo, shilingi 57 haipatikani. Kipaumbele cha CCM ni matumbo yao, sio maisha yenu. Sasa nawaambieni vijana wa Mbeya, mwaka jana nimewaona mnalalamikia kuhusu kodi ya ushuru, tozo ya ushuru, mnailalamikia. Msiilalamikie, kwa sababu hawa watu hawajawahi kuwaza maisha yenu. Iungeni mkono Chadema kwenye no reforms no election, kwa sababu hicho ndio kitu pekee kitatufikisha kwenye nchi ya ahadi. Nawashukuruni sana na Mungu awabariki.